Je, wajua unaweza ukafika miaka 50 kwenda 60 alafu ukajikuta unafanya kazi za kijana wa miaka 20 kwenda 30 kama hujafanya mipango mizuri ya fedha. Habari, kwa majina yangu naitwa Grace Mchomba, mimi ni mtaalamu wa masuala ya fedha pamoja na uwekezaji. So, nilikutana na baba mmoja. Baba huyo alikuwa ana miaka 50 za mwisho kuendea 60. Nilimkuta anafanya kazi ngumu, yani ile anasongoka, zile kazi ambazo kiukweli kwa umri wake angekuwa ametulia, anakula mapato ya uwekezaji ambao ameufanya mapema. Lakini nikaona anafanya kazi ngumu. Sijui hata ujasiri niliupata wapi, lakini nilimfuata, nikaongea naye, lakini pia kuna namna nilimshauri. Lakini kitu aliniambia, mwanangu, sikuwekeza sehemu sahihi na sikuwekeza mapema. Umeona? Sasa pale nikajifunza kitu ambacho nataka ni share na wewe siku ya leo. Unaweza hapo sasa hivi ukawa fiti kabisa, yani ile fiti, yani upo strong. Ukaona hakuna umuhimu wa kuwa na mipango ya fedha ya muda mrefu na kufanya uwekezaji ambao utakuja kukunufaisha wewe kuanzia miaka 10 na kuendelea. Lipo jambo ambalo tunaweza tukajifunza kwa huyu baba. Nitaongea pande mbili. So, zipo bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza zikamsaidia mtu wa miaka 20, 30 na 40 kufanya uwekezaji tena wa muda mrefu. Lakini pia zipo bidhaa mbalimbali za uwekezaji ambazo hazina hatari kubwa, ambazo zitamfaa mtu kuanzia miaka 50 na kuendelea. Kwa hiyo nitaanza na baba zangu na mama zangu wa miaka 50 na kuendelea. So, zipo bidhaa mbalimbali lakini nitataja bidhaa moja. Sawa? Hati fungani. So, hati fungani, jina lingine ni bond. Kama ushawahi kusikia bond. Sasa bond, ukiwekeza kwenye bond, inategemea sasa, zipo bondi za serikali na zipo bondi za mashirika binafsi. So, zipo bondi ambazo kuanzia miaka 2 na kuendelea. Tutoe mfano. Umeenda kuwekeza kwenye bondi ya miaka 10 au 20. Yaani kumaanisha kwamba una mipango ya fedha ya miaka hiyo, yani ije kukunufaisha baadaye, usije ukajikuta unafanya kazi za kijana wa miaka 20, 30 kati umri hauruhusu. Sawa? Kwa hiyo tutoe mfano, umeenda kuwekeza katika bondi ya miaka 10 au 20 huko. Ukiwekeza kwenye hati fungani au bond, inakuzalishia mapato either mara 2 kwa mwaka, inategemea sasa. Lakini inakuzalishia mapato kwa mwaka bila wewe kufanya chochote, lakini fedha yako ikiwa pale pale, kuliko kwenda kuweka fedha sehemu ambayo fedha yako tu imekaa tu, yani imekaa tu hivi, yani haitingishiki wala igusi tena, inashuka. Yapo maeneo ambayo unadhani unaweka fedha lakini inashusha fedha yako, na sio hivyo tu, haizalishi chochote, iko vile vile. Lakini kwenye hati fungani hatari yake ni ndogo ya kupoteza uwekezaji wako. Watu wengi naonaga wanaenda kuwekeza kwenye bondi za serikali, kwa sababu tunaamini serikali haiwezi kufilisika kesho wala kesho kutu. Lakini hata pia ukitaka kuwekeza katika shirika binafsi, basi fanya research ya kutosha katika hilo shirika. Je, ni shirika ambalo kweli unaona linaendelea kupata faida, linaendelea kupanda, au je miaka 5 baadaye unavyoona ili ni shirika ambalo litaenda kufilisika na itashindwa kukulipa fedha yako. Umeona? Kwa hiyo hapo utafanya uchaguzi, sawa? Lakini faida kubwa ya bond ni kwamba unapata mapato pamoja, lako iko pale pale, inakuzalishia fedha nyingine wakati fedha yako iko pale pale, na ukihitaji unaweza ukaipata fedha yako, sawa? Kwa hiyo nitakutajia hasara ya hati fungani kama yule mdhamini akashindwa kukulipa wewe fedha yako. Hiyo ndo hasara ya bond. Ndio maana watu wengi sana hukimbilia hati fungani za serikali, kwa sababu tunaamini serikali haiwezi kufilisika kesho wala kesho kutwa. Kwa nini nimeongelea hii bidhaa kwa watu ambao wana miaka 50 na kuendelea? Kwa sababu hatari yake ni ndogo ya kupoteza fedha zako ulizowekeza huko, tofauti na uwekezaji wa maeneo mengine. Sawa? Sasa ukirudi kwa wenzangu na mimi ambao wa miaka 20, 30, 40 hapo, zipo bidhaa nyingi sana ambazo unaweza ukafanya uwekezaji, lakini leo nitaongelea bidhaa moja, hisa. Uwekeza kwenye hisa. Una miaka 20, 30, 40, uwekeza kwenye hisa sasa. Uwekezaji wa hisa inakuhitaji, na niseme na shauri, ni muhimu sana kujua elimu yake kabla ya kukurupuka na kuwekeza.
Usifuate mikumbo kwa sababu tu wengine wanawekeza kwenye hisa. Tamani kufahamu, kupata elimu ya uwekezaji huu, ndipo uweze kuwekeza katika hisa. Hisa ina mambo mengi kidogo, lakini ukiweza kuyafahamu itakusaidia wewe na kukunufaisha wewe kama mwekezaji. So ukitaka ushauri kwenye maeneo ya hisa na maeneo mengine ya fedha na uwekezaji, unaweza ukanipata katika namba zangu hapo chini. Unaweza ukatuma tu ujumbe mfupi, lakini nina taarifa njema pia. Tuna group la WhatsApp ambalo tunatoa elimu ya fedha. Kwa hiyo ukitaka kupata elimu ya fedha, unaweza pia ukaandika ujumbe mfupi katika hiyo namba ambayo itakuwa hapo chini, elimu ya fedha, ndipo upate maelekezo ya namna gani ambayo unaweza kujiunga na hilo group la WhatsApp ambalo linatoa elimu ya fedha. Natumaini utakuwa umepata kitu siku ya leo, na nipende kukushauri tu kwamba ni muhimu sana kuweza kupata elimu ya fedha ambayo itakupa mwongozo katika kuweka mipango yako ya fedha na kufanya uwekezaji mzuri. Lakini pia kupata maarifa kuhusiana na uwekezaji ambao unataka kuwekeza, ili uwe na uelewa wa kutosha eneo ambalo unataka kuwekeza. Mimi ni hayo tu, ninaomba ushare, like, subscribe, follow, lakini pia usisite kunitafuta pale ambapo utahitaji kujua na kufahamu zaidi kuhusiana na fedha na uwekezaji. So natumaini umepata kitu na nikutakia siku njema. Bye.